Yes, swali gani pote pale ulipo na karibu sana katika Talk Time ya Sanam TV. Mimi naitwa Idrisa Toure Mtima, nikaribisha katika kipindi ki Talk Time kinapita live kabisa kupitia YouTube channel yetu ni Sanam TV. Unaweza kutufollow kupitia Instagram, Facebook na Twitter ukiandika Sanam Media ili uwe kwanza kupata video zetu kwa urahisi sana. Na kama kawaida Talk Time ni kipindi ambacho kinakujuza, kinakuelimisha zaidi. Na kwa siku ya leo mgeni wetu rasmi anaitwa ni Kalume Makonga. Karibu sana Kalume. Yep. Fresh kabisa. Kama kawaida tunaleta mada hapa mezani, na mada leo si nyingine, ni mada inayozungumzia jinsi ya kukubaliana na matukio. Okay. Kuna watu ambao hawawezi kuelewa mada hii, lakini acha niuchambue kwanza kidogo Kalume. Jinsi ya kukabiliana na matukio kivipi? Kuna matukio mabaya au mazuri. Kuna wale ambao mfano kama akisikia alipata kitu kizuri, umeona anaweza hata kuumwa ghafla na bewa hospitali, unaona, au akipata kitu kibaya mshtuko, umeona. Sasa tunleo kwa pamoja tutajaribu kutazama jinsi gani tunaweza kukubaliana na hiyo hali. Okay. Ipi sasa? Wow. In my side naweza nikasema we need just to take it easy, you see? Cause ukiipa moyo sana, you see? Ukipa akili yako yote unaipatia katika competition, cause sio kila mtu ndo aliomba sababu ya kushinda. Asiyekubali shindwa sio mshindaji, you see? Unahitaji kukubali, ni kama hivyo. Yes, so mwanzo kabisa samani ningependa kwanza uniambie umuhimu wa kukubaliana na matukio yale ya kushinda. Mfano, tunaweza kuingia katika competitions zote, zinaweza kuwa za mpira, za wapi, umeona. Kwa wale ambao wamfahamu, kumradhi kidogo, wale ambao wafahamu Kalume ni mmoja kati ya washiriki ambao walishiriki mashindano ya Nanjye Ndaririmba yaliyoandaliwa na media ya hapa nchini Burundi, Sanam Media, na ndio media ambayo tunafanya kazi pamoja. Na shindano hilo ni media ya kwanza nchini Burundi kuliandaa. Ina maana ya kwamba ndio mara ya kwanza kabisa katika historia ya media za nchini Burundi kuandaa kitu kama hicho. Na huyo alikuwa mshiriki na anazoea kushindwa. Bahati mbaya bro, umeshindwa. Tunataka sote tupe zile experience, yale matukio uliyachukulia aje? Okay. I need to say just nilichukulia easy cause many times nishawahi participate in competitions dance, you see, like dance summit. Sometimes nashindwa, sometimes nashinda, you see. Nikishindwa I need just to take it easy cause nikishindwa inanipatia nguvu fulani hivi, you see. Nimeshindwa sababu gani? Because of this is so I need to work hard. Nahitaji kutumika nguvu. Na katika hii competition na Nanjye Ndaririmba, ini kushindwa ilimpatia nguvu fulani hivi, you see. Like Fizo walivyo nikagua voice, you see. Voice, something like voice. Inanipa nguvu fulani ya kusema I need to do this. Acha nitumike. Kosa yangu ilikuwa hapa. So I need to work hard. Kushindwa inanipatia nguvu. Labda ningeshinda haingenipa nguvu fulani, ningesema hapa nipo sawa. But jinsi nimeshindwa, I need to say acha ni work hard, nitumike nguvu sana, you see. Kuna wale ambao mfano walishindwa si kwa shindano la Ndaririmba, pengine inaweza kuwa ni kushindwa kama dance, kushindwa kama vile shule, unaweza kuwa unasoma university au secondary school, na unachukua ile matukio na unaambiwa kwamba umefeli, unaona, umefeli shule. Kuna wale ambao wanapatwa na mshtuko wa roho nini, unaona. Sasa ni jinsi gani unaweza kukubaliana na hiyo hali kwa mwoneko kutokana na experience ambayo unayo katika mambo hayo? First thing I need to say just you need to take it easy. Ni kama sisi sote tulipita katika primary school, you see. Primary ulikuwa ukifanya ukishindwa utalia, labda ulie. Inatokana na roho sometimes. Wengine waliaji, wengine wanalia. Me sometimes nilikuwa nikilia, but now I can't. Siwezi nikalia cause nishazoea. Na in dance too, kushindwa inatokana pia na roho experience. Many times wakati una participate in
many competitions. Ukikuwa na shindwa inakupatia nguvu fulani ya kutumika. Na ukikuwa na shindwa ndio kuna sometime wengine hawapo wazoefu wanaikalia kulia sometime nashindwa sababu gani, you see. Unaanza tia beef kati ya msanii tuseme dancer kama wewe, unaanza mtilia beef cause amekushinda. You need only to kubali just, you see. Yeah. Kubali, take it easy. Enjoy just. Take it easy just. Huyo mtu atakubaliana vipi na matukio? Nataka unipe kama vile njia kama 3-2. Yeah. Mfano kama vile mimi nimeshindwa. Nifanye nini ili nisiumie? Yaani nichukulie kawaida tu yani. Yaani nichukulie kawaida kama kuna chochote kimetokea, mimi nimeshindwa, mnani ndariri mbaswa. Yeah. Take it easy. How sasa? Kivipi? Sababu tunatofautiana. Yeah. First thing I need to tell you, kunywa maji ya baridi kwanza. Yeah. Kunywa maji ya baridi. Alafu just take your phone, watch videos. Angalia videos. I think videos inaweza ikafanya hiyo akili mbaya itoke kichwani, because I can tell you that ndakupatia experience ufanya hivi hautasikia vibaya. Kusikia vibaya unahitaji just kusikia vibaya. Sometimes naweza nikahitaji kushauri man, usiumie but you niache fema. I don't want to talk to anyone because inaumiza sometimes, you see. But you can experience, ukizoea itakuwa easy. Hata kama first time uliaga, ya pili I don't think that's utalia. You just take it easy. Yaani unawafundisha wawe na roho ngumu just, yeah, wapambane. Yeah. Sasa kutokana na umuhimu wa kukubali kushinda, kuna watu ambao wakubali kushinda bro. Wakubali kushinda yani kushinda. Mimi ndo nimebeba hii. Mimi ndo nimeweza. Yani unakutana na jibagua, umeona? Sasa huyo mtu anaweza kupata matatizo katika maisha yake. Yani ule unakutana anasema mimi hata sijakubali kama ni mimi kweli. Yani hajiamini hapo, naona kama hivyo. Yeah. Watu kama na hao wapo ndio. Ishawahi kutokea hii. Yani pia unapata kitu kutarajia, unasema tu sio mimi kweli. Yeah, in competition of dance, because I remember it was my first competition ya kuimba. Many times na participate in competitions at dance. So in dance I remember my first time wakati nilikuwa nikichukua tunzo. Nimewina kweli, because I remember the first time ilikuwaga ni competition na watu wawili walikuwa hard sana, walikuwa nguvu sana, vigumu. You see, walikuwa nguvu sana. Afu nilikuwa nikijiuliza wakati wa kidance, hapa ndapita kweli hapa. So but cause nilitumika vigumu, nilitumika nguvu sana, so nilikutana nao nikacheza jinsi nilivyopanga kucheza, nao wakacheza, walikuwa na kitu fulani hivi, hawakuwa nguvu sana, so mimi nilikuwa nguvu, nikiingia chini nipo nguvu, you see. Kama hawako nguvu na kupiga hivyo, so nikapita hivyo. I just take it easy. Nika win competition. Siku believe kama ni John alichukua competition. Sometime kila mimi kweli nimechukua kitu. Sasa uliwe kubali, ni lini ulikubali sasa matokeo haya? Nilikubali matokeo wakati ilinifikia mara ya kwanza. Kweli kumbe mtu anaanza kuchukua competition bila kujua kama mimi ndachukua. I need just to do it, you see. Yes, Kalume ni mtu ambaye ameshiriki katika yani mashindano tofauti. Yeah. Ikiwa ni mara yake ya kwanza kushiriki katika mashindano ya kuimba muziki, kutumia sauti yako, live music, Yeah. Lakini alikuwa mzoefu sana katika mambo ya kudance. Nataka unambie, kwa sababu tayari umeshapitia experience, tuachane kwanza na dance. Yeah. Umechaguliwa kati ya zaidi ya watu 500 kupitia hii competition na Ndaririmba. Nataka unambie ile feelings, yani zile hisia ambazo ulizisikia wakati unaitwa kwa wale watu 20. Na zile feelings uziambatanishe, yani uzifananishe na feelings ambazo ulisikia wakati unapoteza finali. Okay. Alafu nipe utofauti kati ya hizo. Yeah. Wakati first nilipita kati ya wao watu. Na ulikuwa wapi kwanza kipindi hicho unatazama? Yes, nimetoka Kalume nipita katika wale watu 20. I was in my bedroom. Nilikuwa chumbani and is Trizy kaniambia. I was just sleeping na kaja, man, upo ndani. Man, wow. Nikajisupport hivyo kama hivyo, but sikuamini kwanza.
cause tulikuwa wengi sana. Sikuwa mimi nikaenda repeat. Nilikuwa just nataka ni try cause it was my first time. How did you feel? I want just that feeling that you had. Yeah, did you feel happy sana, you see? Happy sana. Na sikuamini kwanza. Nijipa feeling more kali. Akili yangu sana, every time I was just thinking about that. Kwa nikiwazia hiyo kitu, wow, nimepita kweli. Na ulikubaliana nayo vipi? Ndio jinsi ya kukubaliana na matukio, yani kuchaguliwa kati ya watu 500 alafu ukajikuta katika list ya watu 20 ambao wanaweza. Wewe ulichukuliaje? Ulikubaliana nayo vipi hiyo tukio? Nilikubaliana kivipi? So nijikubali kwanza. Nimejiamini pia, kumbe nimeweza pia. Kumbe naweza nikafanya kitu kama na hiyo. Nijiamini na nilifeel happy. You see? Nilifeel happy. Yeah. Wakati sasa unashindwa. Wakati nimeshindwa imenifunza tena kitu. Inamaanisha sijakaza katika kufunza. Nataka nipate zile feelings ambazo ulikuwa unazichukulia. Umejisikiaje? Ilikuwa boring for real. I won't lie. Nijisikia vibaya, nisikia vibaya kabisa. Wow. Like Fizo, I remember he said that utakuwa kati ya wale watu watatu afu ikafikia sikuwepo. Yeah, imeniumiza kabisa. Sorry bro, sorry. Imeniumiza but wakati nilala nikaamuka kaichukulia hizi just. Tupe funzo sasa. Wakati umeshinda umejisikia hivi. Wakati umeshinda umejisikia hivi. Sasa tupe funzo sasa kati ya hayo matukio mawili. Okay, naweza nikasema wakati nimeshinda, nilikuwa nikishinda. Yaani nataka unaambie umuhimu wa kushinda, kukubali kushinda. Wakati uko katika wale watu 500. Okay. Umuhimu wa kujikubali kama wewe ni wewe. Nataka unaambie umuhimu wake kwa sababu kuna watu wanatazama wengine hawaamini kama kuna mtu ambaye hawagia nakubali kama ameshinda. Wewe utuambie kwanza umuhimu wa kushinda ili tumalizie kipindi. Okay, naweza sema umuhimu wa kushinda unakufanya kwanza ujiamini. Ukishinda unajiamini, unajiona unaweza kweli. Na umuhimu wa kushindwa unakufanya utumike nguvu. Kama hauna moyo kutumika, kama una ndoto fulani utatumika nguvu. Kama hauna ndoto, una dream fulani unaweza ukaacha hata you see? Utaacha hata kufanya kitu ulikuwa ukitajika kufanya. Ni kama hivyo. Yani usikati tamaa katika maisha. Never give up. Bro. Kama mimi ilimpatia funzo kubwa. Tupe funzo ambao ulitoa katika hii competition nani dalili. Inifanya kwa nijue level yangu ya kuimba ipo wapi. See? Ilinifanya nijue naweza nikasupport gani niko sipo nguvu, you see? Naweza nikafanya vipi ili nifanye hivi because in agenda Ririmba tulifaa tukutana na wasanii wakubwa. Wanipatia shauri sikuwa mimi naweza nikakutana na Fizo. It was my first time, you see. Kwa nifunza kitu, ininipush mbele sana. I won't lie. Yeah, thank you so much. Neno la mwisho kuambia mashabiki wa Talk Time. I need just to say niangalieni tu. I start the game. Nishajipush katika game. Na I think after some month ama mwaka I'll be the star. Naamini hiyo kitu. Wow. Yeah, I believe after some month naweza nikawa star. I believe that naweza nika explode because I wanna work. Let me do this. Nanje ndarimba imenifunza kitu. Yeah, nipatia bidii. Because sikuamini kama naweza nikapita katika watu. The top 10 sikuamini. You see? I was the second one. Wow. It was unbelievable. So inanipush tena, naweza nikasema mashabiki nipeni mecho ndatumika kama ilivyo na nahitaji kuexplore, so just give me eyes. Huyu alikuwa ni Kalume Makonga. Ni mmoja kati ya mshiriki ambaye alishiriki katika shindano la Nandari. Mara tulikuwa naye katika Talk Time ya leo. Mada yenyewe ilikuwa ni jinsi ya kukubaliana na matukio na alituambia mengi sana. You just want to be, to believe in yourself, work hard, kubaliana na matukio yote. Kama ni mabaya kubaliana nayo, kama ni mazuri never give up. Sababu kila kitu kimefanya nini? Inakuja na wakati wake, sio? Ilikuwa ni Talk Time ya Sanam TV. Mimi ni Idrisa Turen, niko hapo jana Kalume Makonga. So subscribe chetu ya YouTube ni Sanam TV. Ule kwanza kupata video zetu kirahisi sana. Ciao.